Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Iran haitasalimu amri kwa shinikizo la Marekani na Israel, akisisitiza kuwa kujilinda dhidi ya uvamizi ni haki ya msingi ya nchi hiyo. Katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, Pezeshkian alisema Iran haikuanzisha vita vinavyoendelea kati yake na Marekani pamoja na Israel. Iran haikuanzisha vita hivi na Marekani wala Israel. Kujilinda dhidi ya uvamizi ni haki yetu ya asili na tuna uwezo mkubwa wa kufanya hivyo, aliandika. Rais huyo pia alikosoa matumizi ya kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Iran, akisema hatua hiyo inalenga kuharibu uhusiano wa Tehran na majirani zake. Matumizi ya kambi za Marekani katika eneo hili kushambulia Iran kwa lengo la kuvuruga uhusiano wetu na majirani yanapaswa kusitishwa, alisema. Pezeshkian aliongeza kuwa alijadili swala hilo katika mazungumzo ya simu na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Alisema amani na utulivu katika Mashariki ya Kati haviwezi kupatikana wakati kile alichokiita uvamizi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran unaendelea. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitosalimu amri kwa wanyanyasaji, alisema. Pia alitaka jumuiya ya kimataifa kulaani uvamizi huo na kushinikiza wanaohusika kuheshimu sheria za kimataifa. Kuanzisha vita vya kuvamia nchi nyingine kwa msingi wa taarifa za uongo ni kitendo cha zama za kati katika karne ya 21, alisema. Aliongeza kuwa mazungumzo kuhusu kumaliza vita hayana maana yoyote mpaka Irani hakikishiwe kuwa mashambulizi dhidi ya ardhi yake hayatatokea tena. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekanusha taarifa za vyombo vya habari vya Marekani zilizodai kuwa amewasiliana hivi karibuni na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff. Katika taarifa yake, Araghchi alisema mawasiliano yake ya mwisho na Witkoff yalikuwa kabla ya Marekani kuanzisha kile alichokiita shambulizi lingine haramu la kijeshi dhidi ya Iran. Mawasiliano yangu ya mwisho na bwana Witkoff yalikuwa kabla mwajiri wake hajaamua kuua diplomasia kwa shambulizi lingine haramu la kijeshi dhidi ya Iran, alisema. Aliongeza kuwa madai ya mawasiliano mapya yanalenga kupotosha wafanyabiashara wa mafuta pamoja na umma. Taarifa hiyo ilitolewa baada ya chombo cha habari cha Axios kuripoti kuwa njia ya mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Witkoff na Araghchi ilikuwa imeanzishwa tena katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyonukuliwa na Axios, Araghchi alituma ujumbe mfupi wa maandishi kwa mjumbe huyo wa Marekani. Hata hivyo, afisa mmoja wa Marekani alinukuliwa akisema Washington kwa sasa haifanyi mazungumzo yoyote